Katika siku ya leo somo ni nguvu ya upendo. Upendo ni nini? Wapendwa wana na mabinti ndani ya ufalme. Upendo ni Mungu. Upendo ni Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4. Tunaanza mstari wa 2. Tutaenda mpaka 8. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Katika hili mwajua Roho wa Mungu. Katika hili pendo, katika huu upendo tutajua Roho wa Mungu. Nani anaye? Nani anaishi naye? Tutajua katika hili unapenda nini? Unapenda nini? Umempenda nani? Umependwa na nani? Katika hili maumivu ulionayo, maumivu uliopata imetokana na nini? Katika hili pendo la Mungu tutajua unaumwa nini na unaponaye. Tutajua kisirani ulionayo umetokana na nini? Ubaya, uzuri umetokana na nini? Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Pale mtu anasema hata kama ni wa imani nyingine, hata kama ni mpagani, wacha tu tuende, alafu mtambadilisha. We kwa upendo upi? Kwa nguvu utambadilisha? Na hii ndio roho ya mpinga Kristo, na sasa imekishafika kuwako duniani. Muulize jirani yako, imeshafika kwenu? Ninyi watoto wadogo, mwatokana na Mungu, nanyi mmemshinda, nanyi mmewashinda. Waliomjua Mungu wanawekwa kama watoto wasiojua, wasiofahamu, wasioelewa, lakini wanajua kila kitu kwa Roho wa Mungu. Wanajua mahusiano yaliyo sahihi. Nani amruhusu wawe na mahusiano naye? Nani asimruhusu? Nani amtambulishe kwa baba yake, kwa mama yake, kwa wazazi wake? Nani amtambulishe kwa wazazi wake wa kiroho? Nani? Kwamba anampenda, kwamba analipenda. Wewe mwenyewe unaogopa kumtambulisha. Mmebaki wenyewe tu gizani. I love you. You know. When I look you like a water in the glass. Mmebaki wenyewe. Na mtu asiyetokana na Mungu hakuambii kanitambulishe kwa baba na mama, kanitambulishe kwa wazazi wa kiroho. Hakuambii. Kupenda ni kama kifo. Wewe umesema unanipenda, muulize, uko tayari? Are you ready to die? Kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Lazima uelewe, aliye ndani yako ni mkubwa kuliko aliyeko kwenye dunia. Usisumbuliwe na mtu yeyote katika dunia hii, maana aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliyeko. Asikuringie mtu. Ukinikosa mimi unajua basi umekosa. Mwambie sijakosa. Naye ambaye ni mkubwa na ni mkuu kuliko wewe. Wewe ni nani? Hao ni wa dunia. Kwa hiyo wanena ya dunia na dunia uwasikia. Wewe mwana wa Mungu, mtoto wa Mungu, make sure usimchukue tu kwa kumchukua. Asije tu wakuja unamwambia twende. Unampeleka wapi? Unampeleka wapi? Sisi tutokana na Mungu. Waambie jirani yako, mimi natokana na Mungu. Na mwenzangu ni yule anayetokana na Mungu. Yaani unataka kwenda na mtu ambaye atokani na Mungu? Anatokana na wa dunia.
ndo anaulegea. Yeye amjuaye Mungu atusikia. Yeye anayemjua Mungu anafanyaje? Atusikia. Atusikia kwenye sifa, atusikia kwenye maombi, atusikia kwenye sala, anatusikia kwenye dua, anatusikia kwenye shukurani, anatusikia kwenye maombi na maombezi. Na yeye akitusikia anajumuika, hakai. Lakini asiyetokana na Mungu anakaa anawaangalia tu, anasema hawa wanafanya nini? Yeye hajui, yeye haelewi. Wengine wanaenda kanisani, yeye haendi, maana hatokani na Mungu anayestahili kuabudiwa na kusifiwa na kutumikiwa. Mimi natokana na Mungu, ndio maana niko kanisani. Mimi natokana na Mungu, ndio maana ninaimba. Mimi natokana na Mungu, ndio maana nasifu, ndio maana naabudu, ndio maana namtolea Mungu. Anayetokana na Mungu hachelewi, anawahi ibadani, halali, hasinzii. Praise makofi, haleluya. Yeye asiyetokana na Mungu hawezi kusikia, haelewi, hajui. Hapana, hiyo sio sawa, hiyo sio upendo. Haleluya. Wanaomjua Mungu wanapenda hata maadui. Penda mpaka adui, uone Mungu atakavyofanya. Kuna watu wamekosa nguvu ya upendo. Mungu anaangalia andiko ili atimize wokovu, yaani ukombozi na mafanikio. Hebu nionyeshe. Nenda kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Sitaanza mstari wa kwanza kabisa. Amina, nitasoma kama ilivyoandikwa. Na hii ndiyo sheria na amri. Umesikia? Hii ndiyo sheria na amri. Wangapi wana familia? Nyosha mkono juu. Kuna upendo wa agape, kuna upendo wa phileo, kuna upendo wa storge, na kuna upendo wa eros. Katika aina nyingi za upendo nizungumze tu hizi 4, lakini siendi 4. Na lenga 3 sana. Upendo wa agape, na upendo wa phileo na upendo wa storge. Katika aina hizi za upendo kuna upendo wa Mungu, yaani upendo wa kiungu. Sawa? Ambao tunatembea naye katika nguvu ya maombi na katika nguvu ya upendo. Tunatembea naye. Lakini kuna upendo huu wa filia, upendo wa kirafiki. Upendo wa kirafiki wa mahusiano, upendo wa kindoa. Sasa wewe anatokea mtu tunamwambia I love you, nakupenda. Sasa humjui, humuelewi. Alafu nakuja upendo wa kifamilia. Na watu wengi hawajaishi kwenye upendo huu. Haya, twende tuone. Na hii ndiyo sheria. Hii ndiyo sheria na amri. Na hukumu. Alizoziamuru Bwana Mungu wetu. Ambazo Mungu Bwana wetu ameziamuru. Mfundishwe. Nani amekufundisha? Na leo nitakupata. Kama unapenda watoto, lini umekaa nao na watakuuliza na wao? Lini umekaa ukawafundisha upendo wa Mungu? Nani aliyefundishwa na mzazi wake, baba yake na mama yake na babu yake na bibi yake upendo wa Mungu? Nyosha mkono juu. Amekaa na wewe chini akakupa elimu kama andiko linavyosema. Usinidanganye, nitakuuliza. Na hukumu. Alizoziamuru Bwana, ambazo Mungu ameziamuru. Bwana ameziamuru. Mungu wenu. Mfundishwe. Mpate kuzitenda katika nchi. Ili mpate kuzitenda wapi? Katika nchi ile. Katika nchi. Kama upate kumcha Bwana Mungu wako. Cha kwanza ni namna ya kumcha Bwana. Namna ya kumcha Bwana Mungu wako. Mungu ambayo ni wa kwako, wa maisha yako. Kushika amri zake zote. Pili, ushike amri zake zote. Na sheria zake ninazokuamuru. Sheria zake leo ninazokuamuru. Wewe na mwanao. Ukaangalie kuzitenda. Umesikia? Ukaangalie kuzitenda. Upate kufanikiwa. Ili upate kufanikiwa. Kuna watu hawafanikiwi kwa sababu
wamekosea kanuni. Wanaofanikiwa ni wale wanaozishika na kuzitenda. Watafanikiwa kwenye mahusiano, watafanikiwa kwenye maisha, watafanikiwa kwa kila jambo wanalokusudia. Wewe unayeficha unafanikisha, inafeli. Taanza kuhesabu. Alikuja Omari alikuja tumsifu, na wote wameondolewa. Hamna kinachowashika, wabaki kwako. Hakuna upendo wa Mungu.